Dhumuni kubwa la ziara yetu kuja kuangalia mwenendo wa barabara hii ya mabasi yaendayo kwa kasi. Ndugu zangu wana Gongo la Mboto mnaotumia barabara hii, azma kubwa Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha barabara zinapokamilika mabasi yaendayo kwa kasi yanaingia barabarani kuanza kusafirisha watu. Lakini hapa nyuma, Mheshimiwa Waziri, ni vituo vya mabasi yaendayo kwa kasi ambao vinaendelea kujengwa, na kwa bahati mbaya sana kwa tukio la tarehe 29 kituo hiki pia kilipata athari. Kwa niendelee kuwaomba vijana wenzangu na wananchi kwa ujumla kwamba tulinde taifa letu. Miundombinu hii si ya Chalamila wala sio ya Rais Samia wala sio ya Mheshimiwa Ulega, ni miundombinu ya serikali na wanufaika ni sisi wenyewe. Kwa Mheshimiwa Waziri, barabara hii kama ambavyo wamesema ni zaidi ya kilomita 23 na imetengenezwa kwa zaidi ya bilioni 231. Lakini kama mnavyoona huku pembeni kuna wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo. Wakati wa kutengeneza barabara hii ilikuwa imeamuliwa kwamba hao wafanyabiashara nao watoke kabisa hapa ili barabara iweze kutengenezwa bila vurugu za aina yoyote. Lakini maelekezo ya Mheshimiwa Rais yakawa barabara itengenezwe ila wafanyabiashara pia ndogo ndogo wasisumbuliwe. Kwa Mheshimiwa Waziri, tunaendelea pia kuangalia kwa kushirikiana na halmashauri ya jiji la Ilala tuone namna tunaweza kutukaja na kitu chenye sura nzuri ili kusiwe na miavuli mingi, lakini angalau kwa kuna kitu ambacho mtu akikiona anaona pia kinafanya kazi ya kuvutia mji wetu. Lakini pamoja na hii, Mheshimiwa Waziri, baada ya barabara hii kukamilika, nafahamu kwa hii barabara ya kwanza BRT1 hii inayotoka Gerezani kwenda mpaka Kimara, pale tayari tumekushapata mtoa huduma mmoja. Ndio. Mtoa huduma wa mabasi yaendayo kwa kasi. Ndugu zangu wananchi, labda hili nieleze kidogo. Hii barabara ya mara ya kwanza inayotoka Kimara tuliweka mabasi ambayo yale mabasi kampuni yake serikali na hisa. Lakini ilikuwa mabasi yale hayafanyi kazi vizuri. Basi dereva anaweza kapaki hata masaa mawili asipakia abiria kwa sababu hakuna ushindani. Lakini maelekezo yakaja kwamba hizi barabara tukisema zote ifanye serikali, ufanisi utakuwa ni mdogo. Tushirikiane na private sector ili pia private sector ifanye biashara mabasi, lakini imlipe serikali kwa kupita kwenye barabara zake. Kwa hiyo barabara Kimara ina mtu mmoja atakayetoa huduma. Barabara kuelekea Mbagala nayo ina mtoa huduma mmoja anaitwa Moffat. Sambamba na kwamba barabara hii kukamilika kwake, tayari ofisi ya Waziri Mkuu inayoshughulika na masuala ya TAMISEMI kwa kushirikiana na ofisi ya Wizara ya Ujenzi watapata pia mtoa huduma watatu ambaye yeye pia ataingiza mabasi kwenye barabara hii na sio barabara zingine. Kwa Mheshimiwa Waziri, kwa sababu sasa hivi mabasi haya bado hayajaanza, mimi nilikuwa na ombi kama ambavyo pia nimekuwa nikiomba mahali pengine. Hii barabara ina foleni kubwa sana. Jana ina foleni kubwa, jioni ina foleni kubwa sana. Na hizi barabara za katikati zimeshakamilika. Ni kweli tunasubiri mabasi yaendayo kwa kasi. Kama utaridhia, ni kuombe Mheshimiwa Waziri, tufungue hizi barabara pia za katikati ili yale magari madogo kwa ajili ya asubuhi na jioni wanaotoka mjini kuja huko Gongo la Mboto wazitumie hizi barabara tunaposubiri mabasi yaendayo kwa kasi. Wakitumia hizi barabara tunaposubiri mabasi, nafahamu wana Dar es Salaam na Watanzania hao kwa ujumla sio wabishi. Mabasi yakifika, gari litatoka, basi itaendelea na kazi yake. Ila yao ni yale magari madogo ambayo yanabeba abiria wa kawaida kwa ajili ya kuwakimbiza mjini kutoka mjini kuwaleta huko. Naamini kabisa kwamba mabasi yakifika, mimi mwenyewe nitakuja tena kuzungumza na Watanzania hawa kwamba mabasi yamefika, sasa msipite tena kwa hizo barabara, tuyaachie mabasi yaendayo kwa kasi yaweze kupita. Hili Mheshimiwa Waziri liko kwako, kama linawezekana is fine, kama liwezekani wataalamu wanatuongoza, lakini kikubwa tunaangalia namna gani tunasaidia wenzetu ili waweze kufika mjini na kurudi huko nyumbani kwa haraka kubwa sana. Ya kwamba hapa katika hii barabara kuna msongamano mkubwa kuanzia shule ya Uhuru kule Kamata
mpaka uwanja wa ndege mpaka hapa Gongo la Mboto, na kutoka Gongo la Mboto mpaka kwenda uwanja wa ndege mpaka unafika shule ya Uhuru. Ameniomba kwa wakati huu ambapo wataalamu wanathibitisha kwamba barabara imekwisha kukamilika na inaweza kutumika, yeye ameomba kwa niaba ya watu wa Dar es Salaam ya kwamba tuwape ruhusa muweze kuitumia barabara hii ili kupunguza misongamano na mafoleni, ili watu wanaokwenda katika biashara wawahi kwenye biashara, watu wanaokwenda kwenye huduma za afya Muhimbili na kwingineko Amana waweze kwenda, na watu wanaokwenda kuwasalimia ndugu na jamaa zao waweze kwenda. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na ndugu zangu wa hapa Gongo la Mboto, hayo ndiyo maelekezo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Amenituma ya kwamba nije kutoa ruksa kipindi hiki ambako bado mabasi ya mwendo kasi hayajawa tayari. Mkoa ujipangie utaratibu magari mengine ya Watanzania yaweze kutumia barabara hii pasi na shaka yoyote. Kwa hivyo, Mkuu wa Mkoa, jambo lako limepita, limekubalika, limeruhusiwa kwa ruksa hiyo ambayo ilikwisha kutolewa na maelekezo kwangu mimi, Waziri wa Ujenzi na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.